Habari. Salama. Bwana nimekukuta. Umeshinda kesi nyingi sana kuhusiana na hili shamba langu. Sasa nimekuja kwako wewe kama wewe, na hii naongea na wewe tu. Naomba ache mpaka wangu. Hii ni haki yangu mimi uliyechota kwenye ardhi yangu. Kaka sikiliza nikwambie. Mimi kuongea huwa siwezi. Na umeniandama sana kuhusiana na swala hili shamba langu. Sijaingia kwenye mpaka wako. Ili shamba nimenunua, mashahidi walikuwepo. Sijui unanielewa mpaka hapo. Na kesi zako nyingi sana zimeshafika mpaka wilayani. Na nimekushinda, lakini bado unanifuata. Sasa nisikilize nikwambie. Mfati alioniuzia hili shamba, sio mimi. Kaka nitakupoteza. Narudia tena, nitakufunga na nitakupoteza. Acha kunifatafata. Huwa siongei sana, naongea na vitendo. Uju na manyeli. Yaani wewe unijui. Sasa mimi naitwa Peter Mtega kutoka Ludewa. Uliza mtu yoyote hapa atakwambia sifa Ludewa ni nini. Nitakuonyesha. We Mariam, umeanza lini kutambaa? Niambie basi unajisikiaje? Niambie mwanangu ili nikusaidie. We Mariam, Sambo na naongea peke yangu. Tumbo linauma. Unajisikiaje? Kichwa kinauma. Sambo na mimi nitakusaidiaje? Bila shaka wewe utakuwa ni baba yako. Afadhali umefika. Bunga, nataka uniambie, umemfanya nini mtoto wangu? Naongea na wewe, nahitaji mtoto wangu apone. Nilishakwambia, kufuga majini, kufuga miskule, utakuja kudhuru mpaka viumbe vyetu. Utakuja kudhuru damu yangu. Ona sasa mtoto wangu. Nataka uniambie, mtoto wangu umefanya nini? Na kuheshimu bunga. Naongea na wewe umekaa kimya, si ndio dharau? Unataka kumtoa kafara mtoto wangu? Nataka mtoto wangu apone. Kabla hujajua upande wangu wa pili. Yeye naongea unataka kuingia ndani. Ni kama unanidharau, si ndio? Tumefikia wakati tunadharauliana. Nahitaji mtoto wangu apone. Vinginevyo hakutalalika chumbani. Umenielewa? Unaenda wapi? Nimewaita hapa kwa dharura. Nadhani mmeona tulichokifanya muda ule. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa kuwa tayari kwa jambo lolote. Mnajua tuliyemchokoza mzee Bunga ni mtu hatari sana. Hivyo basi, najua usiku huu wa leo utakuwa ni usiku wa hatari sana, kwa sababu yule mzee ana nguvu nyingi mno. Wewe leo utalala kule kwa ndugu yako. Umenielewa? Na wewe usilale nyumbani kwako leo. Sawa? Wewe pia. Mama hapo utalala kwa ule mzee mwingine kule. Tumeelewana? Sawa mkuu.
Lakini mkuu, tutamwogopa Bunga Bunga mpaka lini? Mimi sijasema kwamba tunamuogopa au tunamkimbia. Kwa sasa hivi tupo katika wakati wa kujihami, lakini upo muda wake. Nadhani tumeelewana. Samani baba. Bila samani. Baba, mzee Bunga Bunga amekuja hapa. Kuna taarifa ameniachia. Taarifa gani tena hii? Anasema malazi mlioweka kwake anaomba mkatibu. Ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naenda kununua mboga. Nenda safari yako. Baba, lakini mzee Bunga Bunga amesisitiza, tena alikuwa na hasira sana. Bunga Bunga kama nani? Alafu mbona unapenda sana kufuatilia mambo ya watu? Wewe ni binti mdogo sana, haupasi kufuata mambo makubwa kama haya. Yaani mambo ya kutibu, mambo ya nini? Ya nini yote ya kutaka kujua? Wewe binti wewe. Safely. Nenga kole mbembe! Nenga kole mbembe! Nimewaita hapa. Huyu binti yangu nilikuwa naongea naye sasa hivi hapa. Naingia ndani, nasikia ti. Natoka nje kumwangalia, amelala kama hivi. Kila nikijitahidi nimgandue, haganduki. Najitahidi nimgandue, haganduki. Hivyo basi, nikamua niwaite ninyi ili tushirikiane kwa pamoja tuweze kumgandua huyu binti. Huyu itakuwa ni Bunga Bunga eh? Haswa nilimuona eneo hili. Tayari imeshakuwa ngumu kuondoa huu mwili hapa. Hivyo basi, itabidi niwekee kinga ili isiwe rahisi mtu yoyote kuuona. Na sisi tutatoka hapa kwenda kutafuta nguvu. Turejee kwa ajili ya kuja kumuondoa hapa.
Sikia, huyu jamaa kavipi nianzie mimi? Na nitamani kinoma. Acha mambo yako wanangu. Unajua huyu jamaa nyama zake laini sana. Acha mambo yako. Shida wewe tamaa. Mimi sina tamaa yote. Sikia, kama vipi tumrudie baadaye. Ula kwetu huyu wachomoke. Habari za huko tokako? Nzuri. Nalo amechoka. Ni kweli nimechoka na nimechoshwa na vingi. Labda nikuulize kitu kimoja mke wangu. Unaweza kuniambia kuna nini kinachoendelea kati yako wewe na Bunga Bunga? Hakuna kitu. Hakuna kitu. Una uhakika? Sasa kama kuna unachokijua wewe, ulikuwa unaniuliza ili iweje? Nisikilize kwa makini mke wangu. Ujue hicho kitu unachokifanya, Bunga Bunga sio mtoto mdogo. Ameacha nyumba kibao huko alikotoka, kafunga safari Bunga Bunga kaja hadi hapa ndani. Bunga Bunga alichokisema, vita ulioanzisha pale kwa Bunga Bunga ni heri uende kaimalize. Mke wangu unanipa wakati mgumu sana. Unanipa wakati mgumu sana kwa sababu jinsi ninavyoishi na Bunga Bunga kwa muda wote, mimi yule bwana namjua. Na vita ya Bunga Bunga sio ya kitoto. Na hili jambo sijui kwa nini maskini ya Mungu umekurupuka mke wangu, umeenda kufanya mambo bila hata kunishirikisha. Kwa nini unafanya hivi lakini? Sikukushirikisha. Au ulitaka nikushirikishe kwa njia ipi? Si nilikuelezea hii vita na uliniachia mimi mwenyewe. Sasa nimeamua kupambana mwenyewe, kwa usiingilie. Acha hivyo hivyo. Nitajua mwenyewe nitakavyofanya. Hapana. Hapana mke wangu. Sio kwa Bunga Bunga anayemjua mimi. Hicho unachokitafuta humu ndani patakuwa ni heka. Alafu ukumbuke mke wangu kwamba utakapopata tatizo lolote, anayekuja kubeba misalaba yako ni mimi. Humu ndani tunaishi mimi na wewe. Unajua kabisa kupata shida ni nani anayekuja kusumbuka zaidi yangu mimi. Yaani mke wangu, hivi unajua historia ya Bunga Bunga? Labda nikudokezee. Kwanza unachotakiwa kutambua ni kwamba Bunga Bunga yule ni mtoto wa dawa. Nitakupa historia kifupi tu ya huyo Bunga Bunga. Huyo Bunga Bunga unayemuona hapo, yule babu yake ndo alikuwa gwiji wa wachawi. Na yule amerisi kutoka kwa babu yake, ndo mzee mwenyewe Bunga Bunga. Jina lake halisi anaitwa Nyamiti Chunga. Hivi unaelewa maana ya Nyamiti Chunga? Mke wangu, tafsiri yake ni mtoto aliyepatikana kwa njia za dawa. Kwa hiyo hicho unachokianzisha mke wangu, humu ndani itafika hatua hapalaliki. Sasa mimi nakwambia, siwezi kuacha vita naye. Yaani ubaya ubwela. Akatinta nganganga. Sawa. Dali. Huyu mtoto kaenda wapi jamani? Vipi mzee mwenzangu? Kuna tatizo?
Tatizo lipo ndio. Je, ujiona kitu chochote hapo? Kwenye huu mji wangu? Ndio. Mimi sioni chochote. Doreen wapi? Mimi mwenyewe ndo namtafuta. Na maana Doreen umuone? Binti yangu. Kuna nini? Bunga bunga. Ndio anayenisumbua. Hivi unavyoniona ndio nina heka sana ya kumgandua binti yangu. Mimi Mwasi nikuombe kitu kimoja tu. Kama utapata wakati mzuri wa kuweza kukaa chini na mzee Bunga Bunga, nadhani ingekuwa ni jambo la heri sana ukaweza kuzungumza naye kwa kina zaidi juu ya hili swala. Kwa sababu yule mwanamke, yani kiukweli sijui hata kama na yeye mwenyewe binafsi anajua nini anachopambana nacho. Bunga Bunga namjua vizuri. Namjua kindaki Bunga Bunga. Hata kabla sijamuoa huyo mwanamke. Kwa nakuomba tafadhali chonde. Zungumza na mmeo ili swala liishe jamani. Nisikilize. Hivi unaongea hivyo kirahisi, unajua uchungu wa mtoto wewe? Unajua mateso anayopitia mtoto wangu? Unajua ni maumivu kiasi gani ambayo mimi napitia? Nyinyi mnachukulia rahisi tu kwa sababu mtoto sio wa kwenu, si ndio? Naomba nikwambie hivi, vita ambayo kaianzisha mke wako, ajue na kuimaliza. Atataja jina langu la utoto kama naitwa nani. Sijui umenielewa? Mwasi, hilo halina shida. Mimi nitazungumza hata na huyo mwanamke. Sababu ninachokitaka mwisho wa siku ni kwamba mtoto wako niweze kumuona katika hali nzuri. Lakini pia Mr. Bunga Bunga ni mtu mwenye hasira sana. Yaani kikubwa kwanza ungejaribu hata kushusha ile hasira ya Mr. Bunga Bunga. Mambo yake kwanza yakaa sawa. Alafu haya mambo mengine yataenda tu taratibu na kila kitu kitaenda sawa. Unarahisisha, si ndio mambo yaishe. Kwa mke wako ndo akakutuma, si ndio? Hivi mke wako alivyokuwa anafanya alikuwa anafanya kwa makusudi gani? Au kwa sababu hajaingia leba juu uchungu wa mtoto, si ndio? Au anafanya hivyo akiwa na maana gani? Mimi mtoto wangu anapitia mateso yote ya kwa sababu zipi za msingi yani? Kwa sababu zipi za msingi? Mwanangu ana hatia gani ya kupitia yote haya? Kama basi alikuwa na bifu na mimi, angefanya na mimi sio kwa mtoto wangu. Haya yote aliyataka huyu mwanamke. Mimi mwenyewe najuta kwa nini amejiingiza kwenye vita ambayo najua kabisa moja kwa moja hawezi kuimaliza hii vita. Bunga Bunga anarudi saa ngapi? Ninachohitaji mtoto wangu apone. Vinginevyo mtajua upande wangu wa pili. Nitambeba mtoto mtakuja kuniua mlangoni kwenu. Ninachohitaji mtoto wangu apone. Umenielewa? Mwasi, maneno mbona makali hivyo ndugu yangu? Haya mambo ya kukaa chini tu tukayamaliza Mwasi. Hahitaji hata kuwa na hasira kiasi hicho. Sasa sikiliza. Naomba kumwambia mke wako. Ninahitaji mtoto wangu apone. Kama mnahitaji amani, ni mtoto wangu apone. Nimekuelewa leo. Msipolifanyia kazi, mtajua upande wangu wa pili. Sawa, nashukuru sana kwa kunielewa. Bunga Bunga. Nimekuja mwanangu. Komba samani, hebu nisaidie kuhusu yule kijana wangu. Naumia sana mwanangu. Bunga Bunga hana tatizo na mtu. Bunga Bunga ana tatizo na yule alianzisha maradhi katika nyumba yake. Yule aliyekuja kuchokonoa katika familia yake. Yule aliyevuka mipaka kwenye nyumba yake. Bunga Bunga hahitaji tatizo na mtu. Ninachohitaji mimi mwanangu arudi katika hali yake. Hivyo na wahitaji wale wote waliokuja kuleta matatizo katika familia yangu. Sikumchokonoa mtu, ila wao wameanza. Kwa kuwa wao wameanza, basi ninaanzisha nao safari. Na ninawaambia hiki walichokianzisha, basi tunaanza nacho na tutamaliza nacho. Na namtaka mwanangu apone. Sio kwamba nashindwa kumtibia, naweza. Nataka wale walioanzisha waje wamtibu. Sawa, nimekuelewa Bunga Bunga. Ila tambua mwanangu anapata tabu. Muokoe kwa kunisaidia mimi au kwa kunionea huruma mimi mama.
Mama, unaumia kuhusu mwanao? Mimi siumii kuhusu mwanangu. Unajua mangapi mwanangu anapitia huko ndani? Mwanangu atembei, mwanangu anatambaa. Muda wote mwanangu anagulia. Narudia tena. Sio kwamba nashindwa kumtibia mwanangu. Yule aliyokianzisha, nataka aje kimalize. Nenda kamwambia mume wako, hiki alichokianzisha, basi nasafiri naye. Simuogopi mtu mwingine yoyote. Bunga bunga atabaki kuwa bunga bunga. Wamenichokonoa. Hapa tumeanza. Tunasubiri kumaliza. Nadhani nimeeleweka. Mwambieni asilete msuguano, ndugu kwa ndugu watahasimiana na marafiki watagombana. Nimekuja kwa ajili ya kumtibia mwanangu au kuna kitu kingine? Naongea na nyinyi. Kiukweli nimeshachoka na mambo yenu. Nipo tayari kuingia kwenye vita na nyinyi. Nataka nijue, mmekuja kwa ajili ya kumponyesha mtoto wangu au kuna kitu mnahitaji kutoka kwangu? Sikio la kufa walisikii dawa. We. Allah. Tosh. Kile ninavyojitahidi kumgandua binti yangu, bunga bunga anazoea. Napambana kufanya hili na lile, lakini nashindikana. Ni vizuri zaidi kukutana wewe na sisi. Je, Tosh, tutafanyaje katika hili? Kikubwa ninachokitaka ni kuhakikisha bunga bunga anatokomea kabisa. Hivyo basi, kama ametuweza katika hili, itakuwa ni ngumu sana. Nadhani unajua vita kubwa iliyopo kati yangu mimi na bunga bunga. Siwezi kukubali hawezi kutushinda kirahisi hivyo. Yaani haiishi mpaka iishe. Hivyo tunakuachia wewe hili swala. Nimewasikia kwa kina sana. Hata kama bunga bunga anajifanya ana uwezo mkubwa, ila mimi nitajitahidi kumshusha. Si unanielewa vizuri? Anajitapa sana. Mimi huyo ni kaka yangu, na udhaifu wake na ujua. Mimi nitatumia akili kushinda nguvu nyingi. Nimewaza kitu. Ni lazima niiteke familia yake nipeleke sehemu isiyojulikana. Hiyo ndio kwa sababu kubwa la kuja kumgandua binti yako. Unanielewa? Elisheba, jua una vita kubwa sana ndugu yangu. Yeye ana hasira na wewe una hasira na yeye.
lakini kupitia muunganiko huu ambao tulioanzisha mimi na nyinyi, tutafanikisha kila kitu. Mnanielewa? Nimekuelewa. Hakuna kupoteza muda. Mkuu, hii hali hadi lini? Hadi lini? Maana ni mtu wa kukesha tu. Sielewi nifanye nini. Kweli? Unaanza kuchanganyikiwa eh? Mkuu, lazima nichanganyikiwe kwa sala kama hili. Maana ni kubwa sana. Sishindi na silali. Allah. Hata mimi naona kweli unachanganyikiwa. Kwa sababu haiwezekani ukae hapa bila kufanya chochote afu utarajie kuona mabadiliko. Wewe unajua kabisa Bunga ni mtu mzito. Na unaielewa hii vita. Ila umekaa hapa alafu unasubiri mwanao ainuke pale. Na haufanyi chochote. Mkuu, ni jambo gani tena la kufanya? Maana Bunga tunamjua. Tumejitahidi kadiri ya uwezo wetu. Lakini imeshindikana. Kwa hiyo unanifokea? Hapana mkuu. Nisamehe. Sikia nikwambie. Bunga sio mtu rahisi kama unavyodhania. Kwa hiyo inabidi tupambane naye. Yaani iwe vita juu ya vita. Twende tukamfuate. Allah. Yaani sasa hivi kwenye hiki kijiji natakiwa uangalie maisha yako yanaendaje. Sawa? Lakini ukikaa kuanza kufuatilia watu, ukiwafuatilia watu ni watu ambao hawataweza kukusaidia chochote kile. Sawa? Waongezee kitu, wapunguzie kitu. Unaelewa? Kwa hiyo hakikisha unapokuwa unafanya mambo yako, fanya mambo yako kwa faida yako. Sema kwenye hiki kijiji kuna habari nazisikia zinanipa utata sana. Tetesi gani? Bwana mdogo, jambo? Salama. Huyu mzee simuelewi. Mama mdogo, wewe huwezi kumuelewa. Na huo mgomba alobeba sio mgomba kama unavyoona wewe. Yule ni mwanadamu amebebwa pale. Acha basi na wewe. Mimi nakwambia serious. Wewe si hawaoni kitu? Sasa basi, nakuomba uache mapepe. Hicho ulichokiona kiishie hapa hapa. Tuko sawa sawa? Umewezaje kufanya hivi? Hayo mengine hayakuhusu. Fanya mambo yako. Ndugu kwa ndugu watahasimiana, na marafiki watagombana, majirani hawataelewana kabisa, hawataumana chumvi, utakuwa ugomvi, mara vile mara hivi, hakutakuwa na maelewano, hawataumana chumvi.
Allah. Nige binti yangu. Usikize mzee. Usiitoe ufahamu. Unaelewa nini kinaendelea? Si mmetangaza vita? Naitaka hiyo vita. Kwa kuwa mmetangaza vita na mimi, Bunga niko tayari kwa vita. Unafahamu huyu binti yako nini kinaendelea? Kumpata huyu binti yako, nenda katengeneza nyumbani mliko haribu. Alafu nikwambie kitu Elisheba. Bunga atabaki kwa Bunga. Humwezi kwa lolote. Najua unachokifanya. Ushamrubuni mdogo wangu Sasa nikupe taarifa, mdogo wangu ni mtoto mdogo sana kwangu. Kivivyote itakavyokuwa, bado hamtaniweza. Hata mkikusanya ukoo mzima, hata mkikusanya mkoa mzima, Bunga atabaki kwa Bunga. Wewe Bunga. Elisheba, vita ni kubwa sana. Tunafanyaje kuhusu mwanangu? Maana ni siku ya pili leo. Wewe Usijali. Ili tutalimaliza pia. Ndugu kwa ndugu watahasimiana, na marafiki watagombana, majirani hawata. Mariamu. Mke wangu. Safi sana. Kumbe wewe mshenzi ndo amefanya haya, si ndivyo? Unauliza makofi polisi? Nimefanya hivi. Nikuulize swali. Unajua kwa nini nimefanya hivi? Nikuulize wewe ambao uliyafanya haya. Nimefanya hivi kukuonyesha kwamba mimi ni nani. Mimi ni mkubwa kwako. Na sio umri tu. Hata kinguvu pia mimi ni mkubwa kwako.
kwa sababu nguvu zako pia ni ndogo kwangu. Lakini hiki ulichokianzisha nadhani kitakutesa sana. Umeamua kushirikiana na maadui zangu. Umeamua kunizunguka. Nafanya hivi kwa sababu naitaka familia yangu ile ambayo wewe umeshirikiana na maadui zangu kuihamisha pale. Nataka kukuuliza tena kitu kingine. Familia yangu umeipeleka wapi? Kaka Bunga, nimekuheshimu sana kukutanguliza neno kaka. Acha nitangulize Bunga kwanza. Naomba malizana nao, ndipo familia yako utapata kuiona. Wewe, nisikize kitu kimoja. Usichokijua ni sawa na usiku wa giza. Hujui mimi na wao naogopigana nao. Usitake kuingilia vita usiyoiweza. Narudia tena. Kama ulivyoshirikiana nao kuichukua familia yangu, naomba shirikiana nao kuirejesha familia yangu. La sivyo kitakachotokea toshi na kuahidi utanichukia. Na narudia tena. Baba yako na mama yako huko walikolala kaburini watastuka kwa nitakachokufanyia. Naiomba familia yangu. Chachawa, sikio la kufa halisikii dawa. Dawa, usipoziba ufa utachachawa. Chachawa, mwambieni asilete mtifuano. Mwambieni asilete msuguano. Ndugu kwa ndugu watahasimiana, na marafiki watagombana. Majirani hawataelewana kabisa, hawataumana chumvi, utakuwa ugomvi. Mara vile mara hivi hakutakuwa na maelewano, hawataumana chumvi, utakuwa ugomvi. Mara vile mara hivi ili mradi mtifuano. Sikio la kufa halisikii dawa. Vipi? Binamu huyu ni Vigagula katika mji wetu. Vigagula? Vigagula ndo nini? Mchawi. Machawi? Ndugu kwa ndugu watahasimiana, na marafiki watagombana. Majirani hawataelewana kabisa, hawataumana chumvi, utakuwa ugomvi. Mara vile mara hivi. Unatoka wapi? Unatoka wapi na hilo godoro? Maana nimeamka asubuhi, nimejikuta nimelala chini. Ulikuwa unaenda kuliuza hilo godoro? Mke wangu, hicho nikuta nikusimulia, hautaweza kuamini. Nilijikuta tu nipo uwanjani niko na hili godoro. Na aliyenifanyia hivyo ni Bunga, si mwingine. Nilikwambia mambo ya kichawi achana nayo mume wangu. Kwa nini hausikii? Kwa nini huwezi kumrudia Mungu wako? Eti ukiacha itakuwaje? Unaniweka mimi hatarini. Tena unaniweka kwenye matatizo makubwa sana na wewe Bunga. Nitakuja niondoke hapa ndani. Mke wangu, huu ni ugomvi wa wanandugu. Haupaswi kuingilia. Ila kitu ambacho usichokijua, kuanzia sasa, kwa dhalilisho alionifanyia kubwa shemeji yako Bunga, kaa chini, ongea naye. Ametangaza vita rasmi na mimi. Nitamuonyesha. Atajua rangi yangu ni njano ama ni nyekundu.
Kwa hiyo unaondoka ili godoro aingize nani huko ndani? Sina kuuliza wewe. Njoo chukua godoro lako. Sinaongea na wewe. Usipoziba ufa utachachawa. Chachawa. Mwambieni asilete mtifuano. Mwambieni. Nimekuja kuongea swala moja. Hichi kinachoendelea wewe na mdogo wako si sawa kabisa. Maana leo nimelala, nimeamka sehemu ambayo sio kawaida, na mume wangu naye hayupo na godoro pia halipo. Baadaye anakuja na niambia kwamba ulimweka uwanjani pamoja na godoro. Kwa hiyo shemeji bwana, mimi naomba kitu kimoja. Naomba tukae chini tuyamalize, wewe na mume wangu. Mimi mbona sina tatizo? Sikio la kufa walisikii dawa. Usipoziba ufa utachachawa. Chachawa. Sikio la kufa halisikii dawa. Halo baba. Ndiyo binti yangu. Vipi? Ameshapanda gari? Ndiyo, nimehakikisha nampandisha kwenye gari kisha mimi nikageuka. Na tiketi yake inaonesha basi litaondoka saa 12:30 jioni. Aha, vizuri sana binti yangu. Basi sawa baba. Sikio la kufa walisikii dawa. Asilete mtifuano. Mwambieni asilete msuguano. Ndugu kwa ndugu watahasimiana, na marafiki watagombana, majirani hawataelewana kabisa, hawataumana chumvi, utakuwa ugomvi. Halo baba. Ndiyo binti yangu. Vipi? Ameshapanda gari? Ndiyo, nimehakikisha nampandisha kwenye gari kisha mimi nikageuka. Na tiketi yake inaonesha basi litaondoka saa 12:30 jioni. Aha, vizuri sana binti yangu. Basi sawa baba. Sikio la kufa halisikii dawa. Usipoziba ufa utachachawa. Mimi mbona sina tatizo? Tatizo la mume wako ambaye ni mdogo wangu. Unajua kafanya nini? Kaiondoa hapa familia. Kimeujiza na sijui kaipeleka wapi. Kaa na mume wako. Zungumza naye. Mimi haniwezi kwa lolote. Hayakuwa anafahamu kabisa kwamba nguvu alizonazo ni za kitoto kwangu. Nimemzidi kwa kila kitu. Kuanzia nguvu mpaka mamlaka. Mbaya zaidi, anataka mashindano na mimi. Hayakuwa hana uwezo wowote. Kaanza kushirikiana na maadui zangu. Na anafahamu kwamba mimi najua, kaanza kushirikiana na maadui zangu. Tena adui mkubwa ambaye mimi kaamua kuingia kwenye maisha yangu. Sasa basi, maadamu wewe unalifuatilia hili, kakae na mume wako. Mwambie hivi, Bunga Bunga humuwezi kwa lolote. Iwe nguvu au mamlaka anayotaka. Na hata apambane vipi na hao wanaoshirikiana nao, bado haniwezi. Kwa sababu nimemzidi. Shemeji, yote ni sawa. Lakini wewe ni mtu mzima. Huwezi kumhukumu mdogo wako kiasi hiko. Mkikaa chini mkayaongea, mbona yanaisha? Sikiliza. Mwambie sishindwi. Narudia tena, sishindwi kuwarudisha. Ila kwa kuwa ni jeuri na kiburi, yeye na wenzie waliofanya ile tukio warudishe haraka iwezekanavyo. Tena ikiwezekana leo hii familia yangu irudi. La sivyo kitakachotokea itatokea vita moja mbaya sana.
na huu mtifuano ambao anataka tutifuane mimi na yeye, kiukweli atajuta. Sitaangalia huyu ni ndugu yangu, sitaangalia huyu ni nani. Nitampoteza. Usimpe adhabu kubwa kiasi hiko. Hivi shemeji, nimeshakupa maagizo mambo yatii. Mwambie mume wako anachokitafuta atakipata. Siwezi kufanya chochote. Ni wao wenyewe watamaliza. Mtu na mdogo wake. Mimi siwezi. Bwana Toshi, mimi nimekuja tusaidiane kuhusu kijana wangu. Maana sasa hivi nimeambiwa kwamba sisi na wewe ni kitu kimoja. Kwa hiyo nilikuwa naomba ushirikiano wako. Pole sana. Pole sana kwa hili gumu ambalo linalokupita. Ila mimi ninachoweza kusema kitu kimoja. Unajua huu mtifuano ambao ameanzisha Bungabunga, mtifuano wake sio wa kawaida na wala sio wa kitoto. Ni mkubwa sana. Kama sisi tulivyokuwa tumeungana hivi na bado Bungabunga ameshindwa kujishusha katika hili kwenda kumtibu mtoto wako, basi naweza nikasema kwamba kwa sasa tunatakiwa tuwe wapole. Nimehangaika, hata jana kuna sehemu nimeenda lakini bado kashindwa. Anakuambia Bungabunga kashindikanika. Unajua swala hili sote linatuumiza. Tuwe wapole, tuwe watiifu. Na pia tujifanye kuwa wajinga ili tumnasue yule mtoto pale alipo. Bungabunga mimi ni kaka yangu. Kwa hiyo ninachoweza kusema kwamba mimi nirudishe familia yake, alafu yeye aje kumtoa pale mtoto wenu. Tuangalie vita yetu hii mbele. Mtifuano huu ambao tutakaoanzisha tena upya, inabidi tuwe makini sana. Alikadhalika Elisheba ana vita kubwa sana na Bungabunga, na vita yao sio ya leo na wala sio ya jana, ni ya muda mrefu. Tunatakiwa tuanze tena upya. Tuanze alikuwa juu ya Bungabunga ambaye anamtia kiburi, kisha tuje kwa Bungabunga. Mimi nadhani tutafanikisha endapo tukiwa na umoja na ushirikiano kumshusha Bungabunga. Tunaelewana vizuri? Nimekuelewa Bwana Toshi. Basi sawa. Ngoja hili nilimalize. Pole sana, ila nikuondoe hofu kwamba hili jambo, huu mtifuano, nataka nisababishe lipoe kidogo, alafu tujue mbele na kwa. Mtifuano mwambieni asilete msuguano. Ndugu kwa ndugu watahasimiana na marafiki watagombana. Majirani hawataelewana kabisa, hawataumana chumvi, utakuwa ugomvi. Mara vile mara hivi hakutakuwa na maelewano. Shikamoo baba. Malaba, ujambo? Jambo. Mamako yuko wapi? Mama ameondoka. Ameondoka? Ameenda wapi? Sijui alipoenda. Ila kaniambia tu mimi nikae na wewe. Yeye kasema hawezi kurudi tena mpaka uache hayo mambo yako. Na mmerudi vipi? Sisi tumeshangaa tu tushafika hapa nyumbani. Ila tulipokuwa kule tulikuwa tunaona sura ya baba mdogo inatuhamishahamisha maeneo.
Ba mdogo unamaanisha Toshi? Najua kama ni yeye mhusika hivi hapa. Nafahamu. Unamaanisha nini baba? Wewe bado mdogo. Mengine unatakiwa kuyajua. Na huko mlikuwa katika mazingira gani? Yaani maeneo ya ajabu, kulikuwa kuna misitu. Yaani maeneo ambayo hata haeleweki. Haya, inuka tuanze ndani. Mwambieni asilete mtifuano, mwambieni asilete msuguano. Ndugu kwa ndugu watahasimiana na marafiki watagombana. Binti yangu. Dori. Hivi umerudi kweli Dori? Ni wewe kweli Dori? Mwanangu pole sana Pole alikukuta mwanangu. We. Allah. Acha mbwembwe. Mtoto mdogo sana wewe. Nimekurudishia familia yako. Nimefanya haya kwa sababu ya nyie kurudisha familia yangu. Sasa basi. Sitaki michezo midogo kutoka kwenu. Kwa sababu michezo yenu yenyewe kwangu ni midogo sana kwa bunga. Vita hii haikuhusu kabisa. Mzee, naomba kama mbali na hii vita. Hii vita ni ya mimi na Elisheba. Vita na bunga kamwe hamwezi kunishinda. Nyinyi bado watoto wadogo. Hata kama umri wako umenizidi umri, lakini kinguvu wewe bado mtoto mdogo. Kaa mbali na bunga. Elisheba muache Elisheba na mimi. Mimi nitamalizana na Elisheba. Vita yangu mimi na Elisheba hamwezi kuijua. Narudia tena, utakaporudia bunga hata kuwa na msamaha yoyote. Hii itakuwa vita ya mtu kwa mtu mpaka kieleweke. Na narudia tena, huyo mnayemtafuta bado hamtamfikia mpaka mnimalize mimi. Aka wanyama wengi kweli, tasusa wengi katika manganda yao. Allah. Mwambieni asilete mtifuano, mwambieni asilete msuguano. Ndugu kwa ndugu watahasimiana na marafiki watagombana. Majirani hawataelewana kabisa, hawataumana chumvi, utakuwa ugomvi. Mara vile mara hivi hakutakuwa na maelewano. Kwanza mzee wangu, mimi nikupe pole sana kwa matatizo ambayo amemkuta mtoto wako. Kiukweli tumepambana sana, mwenyewe ulikuwa mashahidi, tumepambana sana. Lakini kitu ambacho kinanishangaza mpaka sasa hivi, ina maana mzee bunga sisi tumemshindwa? Na hili linawezekanaje? Kuhusu bunga ni kweli tumemshindwa. Kwa maana lile tulikuwa tunalikusudia hatujafanikiwa mpaka sasa. Labda kijana nikuulize wewe, tushafanikiwa zoezi letu? Mzee wangu, sisi kauli mbiu yetu sisi wachawi ni marufuku kushindwa. Hatutaki kushindwa. Hata kama tukienda kwa mara ya kwanza tukashindwa, lazima tutaenda kwa mara ya pili. Lengo letu sisi ni kushinda, wala sio kushindwa. Sisi tuko sawa sawa. Mimi nadhani kwa swala hilo tumsubiri Elisheba
afike, basi mambo yote yataendelea. Ehe. Hapo hapo. Kwani Elisheba yuko wapi? Alitakiwa yupo kwenye vikao. Sijamuona toka jana usiku. We, Allah! Allah! Kwani hamna taarifa na Elisheba? Bana, hatuna taarifa naye. Elisheba amesafiri kwenda kuongeza nguvu baada ya kujiona kwamba yeye nguvu zake ndogo na mapambano ya Bungabunga hatomuweza, akaona aende huko. Kwa hiyo Elisheba hayupo, ametoka, ameenda kuongeza nguvu vijana. Ilitakiwa awepo kwenye hivi vikao, lakini simuoni kwenye hivi vikao. Sijui kuna nini katikati yake. Kwa tetesa ambazo nilizisikia mimi, Elisheba na mume wake ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo tunaweza tukaanza kujadili vitu ambavyo vinakuwa havihusiani ikiwa mume wake Elisheba yupo. Elisheba, tumuulize yeye mwenyewe kwa nini hafiki kwenye vikao vya chama? Haswa ilo swala la kumfuata mume wake mwenyewe limekaa vizuri. Mimi nadhani tumfuate muhusika mwenyewe ili tumuulize, tujue ni nini tatizo. Au mnaonaje wenzangu? Hiyo imekaa sawa. Kwa mawazo yenu yamekaa vizuri sana. Kwa mfumo huu basi tumsubiri Elisheba afike na mambo mengine yataendelea vijana. Na tupange muda wa kuweza kuelekea huko. Sawa? Sawa. Msiwala msiwe na hofu. Mwambieni asilete mtifuano, mwambieni asilete msuguano, ndugu kwa ndugu watahasimiana. Kangu. Lita! Lita! Kabinda wapi huyo? Mke wangu. Samahani mume wangu. Nimeamua kuondoka nyumbani ili kunusuru uhai wangu. Sababu ugomvi wako wewe na shemeji Bungabunga unanipa hofu ya kupoteza uhai wangu. Hivyo nimeondoka kwenda kusikojulikana. Utakapoachana na hayo mambo yako ya uchawi utanijulisha. Kwa sasa endelea na hayo mambo yako. Nikutakia maisha mema. Devi mpenzi wangu, mbona kama haupo sawa? Nipo sawa. Hebu acha masia. Yaani nakuona kama una wasiwasi vile. Bana, mimi sijakuzoea hivyo. Bana, mwacha kuogopa Mungu. Usina unaogopa nini? Samahani. Kwani wewe upo sawa? Mimi nipo sawa ndio, nipo sawa. Ndio maana nimetoka nyumbani nikumisi. Nikasema nije nikusalimie mpenzi wangu. Kabisa upo sawa? Mimi nipo sawa. Ndio mimi jamani. Wewe huwezi kumuelewa. Na huo mgomba alobeba sio mgomba kama unavyoona wewe. Yule ni mwanadamu amebebwa pale. Acha basi na wewe. Mimi nakwambia serious. Wewe si hawaoni kitu? Amna. Alafu Doli. Hizi siku mbili sijakuona. Ulikuwa wapi? Kumbe unazungumzia kuhusu hizi siku mbili. Hizi siku mbili kuna mambo tu yalitokea hapa katikati. Kati ni familia tukati ya familia yetu na mzee Bungabunga. Sijajua mambo yao. Lakini tushamaliza amekaa sawa. Kwani wewe sio mshirikina? Mshirikina?
Sasa mpenzi wangu, mimi na ushirikina wapi na wapi? Kabisa na mambo haya. Mambo haya nao babangu na mzee Bunga, lakini mimi hapa sitaki. Cheka basi. Mwambieni asilete mtifuano, mwambieni asilete msuguano. Ndugu kwa ndugu watahasimiana na marafiki watagombana, majirani hawataelewana kabisa. Karibu. Mwenyewe Elisheba ametoka. Tunajua kuwa Elisheba hayupo, lakini ujio wetu sisi hapa ni mumewe. Mume wake pia hayupo. Mume wake ametoka, amepata kazi. Kwa hiyo ameenda huko kwa ajili ya kazi. Kurudi? Narudi lini? Kuhusu kurudi, nilivyosikia anaongea na mke wake kwenye simu, inaonekana hata rudi kabisa. Wewe. Sawa. Tunaenda. Karibuni tena. Asante. Usipoziba ufa utachachawa, chachawa. Sikio la kufa halisikii dawa, dawa. Usipoziba ufa utachachawa. Umeona mateso ya Bunga, eh? Najua umetumwa uje mtest. Sasa nikwambia kitu kimoja. Bunga testiwi. Tena kai na hao nao kanao. Waambie kwangu hamwezi kufanya chochote. Sasa kawaambie wenzio. Mnataka mtihani bila majaribio. Tumeanza na majaribio. Waambie hivi, niko tayari kwa vita yoyote watakayoianzisha. Kwa sababu mmenichokonoa. Mmenichokoza. Tunaingia vitani. Huko juu hamtafika kwanza mpaka mmalizane na mimi. Mnamtaka mzee Yusuf. Nimejua rada zenu zote. Kawaambie hao wanaokutuma kwamba huu mziki sio mziki wa nchi. Tunaelewana?